Koja gari mwana. Ugoi. Safari ya dakika moja unafika masaa matatu. Koja gari mwana kibaru. Huyu vijana basaye no wanakunke machawa. Mzee Kojagale, ndio kubona wa Mpendo Ubile. Kwanza shikamoo. Unajua katika kijiji hiki mimi nafarijika sana kukutana na wazee kama nyinyi. Maana ninyi ndio wazee wa hiki kijiji ambao mnafanya hiki kijiji sasa kiwe tu. Hapa na wapi mzee wangu? Kukutana na mzee kama wewe, kwangu mimi ni faraja sana. Kwa sababu ni wazee wachache kwenye hiki kijiji ambao mimi nakubaliana nao na tunaenda sawa kama wewe. Wapi na mzee wangu? Haya bwana mzee wangu, kwa heri bwana. Huyu mzee Kojagale mbona amenichanganya? Sio kaida yake, waga tukionana wankoto na nkoto. Kwema, hujaenda kwako, tunaendelea, tunaelewana. Leo kimya, kila nikimsifia. Hapa Waswahili wanasema ujiongeze itakuwa kuna jambo. Mzee Kojagale jamani, huyu Kojagale. Au yale mwaka ule. Yaani mimi huku moto, huku mavi. Sasa ukiruka mavi, unakanyaga moto. Ukiruka moto, mavi. Sasa kuungua na vidonda. Na kukanyaga mavi kupita mji kijiji kizima hiki nanuka. Sijui nichague nini maskini ya Mungu mimi. Kwanza mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukukuta. Unajua wakati natoka nyumbani nikasema siwezi nikasema hizi taarifa nilale nazo mpaka kesho. Mbio nende kwa mwenyekiti. Lakini pia mwenyekiti, leo umependeza. Hiyo ndo maana ya kuwa kiongozi. Unajua unapokuwa kiongozi, sio viongozi labda vingine kiongozi wa 26 kipaji. Wewe ni kiongozi wa serikali. Na maanisha hapo sasa wewe ni kiongozi wa nchi. Na hapo kwenye kiongozi wa nchi kuna kiongozi wa kitongoji, wa kijiji, kata, wilaya mpaka mkoa. Sasa wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu ni wa ngazi ya pili. Baada ya kitongoji unafuata mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Mwitate. Na mkolongo anihisi leo. Sawa mwanangu. Naona toka ulipofika unapelemba tu. Hebu ingia kwenye pointi sasa. Umekuja na lipi? Mwitate. La lijagulio lea. Si unanikumbuka ulinituma? Na. Unakumbuka ulinituma wapi? Nenga. Nite kutuma wenga ujende kumsunguza yule mwana yule. Banki kwale Kojagale. Ewa. Sasa baba, unajua uko unavaa suti kama hivyo uko unanituma, mimi nakuwa nafarijika. Kwa sababu ungenituma kwa umevaa pensi na mambo yangekuwa mafupi. Lakini kwa kuwa umevaa suti, umenyoka na lile jambo linakuwa hivi. Limenyooka baba. Kwa hiyo baba, nimekutana na bwana Kojagale akiwa anatoka kwa Nanguma. Tena nimemwona kwa macho yangu haya mawili ya nyama. Nikamwangalia, nikasema hivyo basi nikwambie baba. Huyu Kojagale huyu kuna jambo hapa linaloendelea, tena jambo baya sana. Hili jambo ni baya baba, hasa kwako wewe. Na kingine baba, cha kusisitiza, huu ni msisitizo baba. Usipokuwa makini, kwenye hiki kijiji nitabaki mimi peke yangu. Kwa sababu baba unanijua, mimi nipo hivi nimenyooka. Sina mambo mengi. Unachokiongea ni sahihi kabisa. Kojagale huyu unamjua mimi? Baba, kwa macho yangu haya mawili nimemwona Kojagale. Sasa naanza kupata maana halisi ya kukaa kimya. Kumbe unaweza kumpa taarifa adui yako bila mwenyewe kujua. Kwa hicho kitendo alichokifanya Kojagale, lazima nipambane naye. Hapo tulia ngogo pakiuba lelo. Baba, hata uliposema hivyo na kuamini baba, najua wewe hakushindi yule Kojagale. Unaona bwana? Na ndio anasema vipi? Yule Kojagale manaka benyama waulia. Haikikuwa hata kwa Alikengo. Bado pale kulu wa moto baika bata. Mwana nango tabai sana yulio. Mwana nsulu
Baba, kuwa makini kama nilivyokuambia. Isije tena mwisho wa picha nikabaki mimi peke yangu kwenye hiki kijiji. Baba, nitapambana bega kwa bega mpaka najua. Mama. Shikamoo. Kwema. Namshukuru Mungu mamangu. Hivi mwanangu, kwani ulipata ujasiri wa kwenda? Maana bado najiuliza. Mama, kama nilivyokuambia mwanzo, siku zote mamangu, adui hakimbiwi na wala adui haogopi. Adui unatakiwa ukabiliane naye. Pia ni mwanzo mzuri, nimekwenda japo limenipata la kunipata, lakini halinisumbui sana, ila nimekutana na harusi. Mama, hali ya harusi kusema kweli inasikitisha, kwa sababu harusi hamuni yoyote na wala hasikii chochote kile. Maskini mwanangu amepombazwa. Sikujua kabisa mwanangu kama nampea kwenye madhara kama yale. Najilaumu mimi muda wote, yani sina amani. Najuta mimi. Mama, usijilaumu kwa sababu we mwenyewe pia hukujua kama utampeleka sehemu kama ile. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana tu mama. Mimi sitaki kuamini kusema mwanangu kama atarudi. Kwa sababu wewe umeenda huko umeenda kupata madhara. Hivi ni nani ataweza kumweza yeye? Na Nguma atamweza nani kwenye kijiji hichi? Na tutapata wapi si msaada? Unataka kwenda? Sasa mtu akupeleke akiwa mtaalamu akiwa shehe. Usiende peke yako mwanangu kutumia. Na Nguma ni mtu mbaya. Mama, haina shida. Tutaendelea kupambana mpaka harusi ataporudi nyumbani. Sawa basi mimi naenda babangu. Mama, karibu. Asante. Nina ujumbe wako. Samani, unajua leo ni mara ya pili tunaonana, na nadhani kama si mbaya iwapo tukifahamiana. I am Kigaga. Who are you? Acha haraka kufanya unachokifanya, utapoteza maisha yako. Na Nguma ameshajua kila kitu, tena amekuwekea mtego, tena mtego wa damu. Mwenyekiti, yani mimi nilijua tu huko kutuba tu baba pekee. Sawa mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali, lakini kuna vitu vingine basi ukiangalia vya kutuagiza na Nguma. Jamani, na Nguma huyu niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifa usiku, wengine wanakufa mchana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kuwasi wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Mama. Mwanangu. Karibu mwanangu. Mwanangu. Leo kako? Salama tu mama. Shikamoo. Na wewe mama hujaacha tu kulialea watoto? Mama akaenda shamba ndo kaniachia, na mvua nakataa kuondoka naye, anaweza akapata homa. Na mimi tena kwa huruma yangu, kwa unavyonijua, ni kama muache. Sawa, haina shida. Ajambo mumeo? Kusema ukweli, tangia nifike pale au tangia nilipoolewa
Mume wangu sijamuona kabisa, yupo kazini, ila yuko tu wifi yangu, naishi naye tu vizuri mama, usiwe na wasiwasi. Tunapendana tu mimi na wifi yangu. Nimeona kama kaushanga hapo. Mama, wifi yangu ameshanifuata tayari. Naenda nyumbani. Mama harusi, nadhani umeshamuona binti yako. Nimefanya hivi ili uache kunisumbua. Kama mkiendelea kunisumbua wewe na mume wako, basi hamtoka mkamuona harusi tena. Nadhani umenielewa. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka. Huwa kumtoa huko ni nani? Na mganga anataka madaraka. Ona vitovu vya watoto vyatolewa, na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilichopo msitu, msitu wa vibanzi, msitu. Sasa ndugu yangu Mpangule, hivi kwa nini unajiingiza katika mambo ambayo yatazidi kukuletea madhara? Hivi unafikiri wewe kujihusisha na Nanguma ndio nahisi kwamba Nanguma unaweza kulipa kisasi juu ya baba yako? Mpangule, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nanguma na njia zake. Yule Nanguma anachokifanya ni uongo tu. Hawezi kukupa nguvu za wewe kulipa kisasi cha baba yako hata siku moja. Alafu hebu jiulize, kifo alichokufa baba yako amekufa kwa sababu ya kibanzi. Tausi ameniletea mimi taarifa kuhusu harusi kama amechukuliwa na Nanguma, kifo kile kile cha kibanzi ndicho kimua. Hebu angalia hivi vifo viwili vinavyofuatana. Angalia kifo cha Tausi, angalia kifo cha baba yako. Anaohusika na haya mambo ni Nanguma. Sasa wewe ndugu yangu unaweza vipi kwenda kuhusiana na yule mtu hatari? Mpangule, achana na hayo mambo kaka. Sawa, ni changamoto, lakini Nanji, kuna swala moja. Ni kweli naanza kupata picha na kuelewa kwa mazungumzo ambayo unaongea hapo. Lakini sasa mimi nimeshaingia katika mtego wa Nanguma. Unafikiri nafanya nini? Na nishajiingiza katika mtego wa Nanguma. Ni kweli umeshaingia katika njia za Nanguma. Na umejiingiza katika mtego mwenyewe pasipo kujijua. Cha kufanya, kaa mbali na Nanguma. Kaa mbali na Nanguma kabisa ndugu yangu. Kama kuna jambo lolote amekuahidi, basi achana nalo. Mimi nahisi ukifanya hivi inaweza ikawa ni njia rahisi kwako. Jiepushe na huyu mtu ndugu yangu. Unadhani ni rahisi hivi? Aliyakuwa mimi tayari nishajiingiza kabisa katika mtego huu wa Nanguma. Cha kufanya, jambo la kwanza, usiwe unakwenda kwake. Yaani usiwe unakwenda kwake kabisa, kwa sababu Nanguma kama hutokwenda kwake basi hataweza kukufanyaje? Kukufuatilia wewe. Kwa usiende tena nyumbani kwake. Na hata kama atakutumia taarifa kwamba mtu anakuhitaji uende kwake, basi pia usiende. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa katika mitego yake. Sawa, nimekuelewa na nitajitahidi katika hili. Ila sidhani kama itawezekana, navyomjua Nanguma lazima atanifuata hadi nyumbani.
Jaribu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana. Unajua mwanangu, kuna mazingira mpaka sasa mimi sielewi wala nini ndugu yangu. Vipi? Hadi wewe shida nini? Yaani nikikuelezea utaelewa tu. Lakini tuachane na haya. Yaani mwanangu mimi nakujua wewe 4-5 kweli. Kumbe mwanangu hamna lolote, mikazo zero ni rafiki yangu yani. Sasa mwanangu mimi niambie mikazo zero, nimefanyaje hadi unione mikazo zero? Wewe kama 26 au? 26 kweli, napangia hata 26 hiyo upige labda siku 16. Shida nini? Mbona sikuelewi wakati tulitulia hapa? Lazima usinielewe. Ila nikikwambia utanielewa. Hivi, wewe ulikuwa kukaa tu mjomba wako anateseka nini hapo tena mama wako eleweki wala ni katika mazingira yake. Anazurura tu yani. Mama wako ajelewesi tukajua wewe mwenyewe 4-5 nini unakaza ukamgomboa mjomba. Alafu kumbe hauna shughuli mwanangu. Alafu toka hapo mimi 4-5 wewe 4-5. Wewe siku 16 tu. Oa mwanangu. 45. Au kama unataka nikuonyeshe show nijue 45 yani. Wewe uniamini mimi? Nataka nikaliamshe popo. Yaani kifika kule mimi siulizi, yaani naua natia naumiza. Alafu ule mzee utamwonea huruma ujue, unanipagawisha ujue. Yaani wewe ndio kama unifungua macho yani. Yaani kwa kuonesha show mwanangu, mimi naenda kuliamsha popo sasa hivi, alafu ule mzee ataniona nuksi ule. Unaonesha show wapi? Au unajikosha tu kwenye mnazi? Mimi ndio nakwenda sasa hivi mwanangu. Au sio? Hauna lolote mwanangu, wewe 16. Na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Udugu wangu, kwani ule mali wetu toka tulivyompeleka anaendeleaje? Shoga yangu, mambo ya familia tuachie familia. Sisi hata yatuhusu, tuendelee na mambo yetu. Tunataka kuzungumzia sasa hivi hapa, wewe ndo unatokea. Habari zenu jamani? Sasa mambo mzima mtoto poa, sijui huko. Bado upo kana nguma? Bado niko kwa ifi yangu kwa sababu namsubiri mume wangu atoke mimi aje kunichukua. Lakini unajua kama wewe ni ifi yako? Ndio najua kama ni ifi yangu. Ndio maana nilipokuwa nikapeleka. Haya. Harusi. Tuondoke nyumbani. Haya jamani, mimi ngoja niache. Haya. Kwani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea? Kwa mwenye bado anajua kama wewe ni ifi yake. Shoga yangu mimi hata sidhani. Kama mtucheza mchezo, shoga yangu. Haya, tuendelee na habari zetu shoga. Achana nao. Tulikupenda na kukuamini, unatugeuka kisa maslahi ya muda mfupi. Unataka kumwoyo binti, ungeacha kaolewa. Vitovu vya toto unazidi kuvitoa, yani unaua. Kwa nini anazidi kutolea? Siamini haya yote yanatokea, yote sababu yote hajatuambia. Na kwa nini ndugu zetu wanazidi kuteketea ndani ya msitu? Msitu wa vibanzi ndio sababu
Koja kali mwana. Ngoi. Chapali ya dakika moja unapika masaa matatu. Koja kali mwana kibaru. Huyu vijana basaye no wanakunke machawa. Mzee Kojagale, ndio kubona wa Mpendo Ubile. Kwanza shikamoo. Unajua katika kijiji hiki mimi nafarijika sana kukutana na wazee kama nyinyi. Maana ninyi ndio wazee wa hiki kijiji ambao mnafanya hiki kijiji sasa kiwe tu. Hapa na wapi mzee wangu? Kukutana na mzee kama wewe, kwangu mimi ni faraja sana. Kwa sababu ni wazee wachache kwenye hiki kijiji ambao mimi nakubaliana nao na tunaenda sawa kama wewe. Wapi tuna mzee wangu? Haya bwana mzee wangu, kwa heri bwana. Huyu mzee Kojagale mbona amenichanganya? Sio kaida yake, waga tukionana wankoto na nkoto. Kwema, hujaenda kwako, tunaendelea, tunaelewana. Leo kimya, kila nikimsifia. Hapa Waswahili wanasema ujiongeze itakuwa kuna jambo. Mzee Kojagale jamani, huyu Kojagale. Au yale mwaka ule. Yaani mimi huku moto, huku mavi. Sasa ukiruka mavi, unakanyaga moto. Ukiruka moto, mavi. Sasa kuungua na vidonda. Na kukanyaga mavi kupita mji kijiji kizima hiki nanuka. Sijui nichague nini maskini ya Mungu mimi. Kwanza mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukukuta. Unajua wakati natoka nyumbani nikasema siwezi nikasema hizi taarifa nilale nazo mpaka kesho. Mbio nende kwa mwenyekiti. Lakini pia mwenyekiti, leo umependeza. Hiyo ndo maana ya kuwa kiongozi. Unajua unapokuwa kiongozi, sio viongozi labda vingine kiongozi wa 26 kipaji. Wewe ni kiongozi wa serikali. Na maanisha hapo sasa wewe ni kiongozi wa nchi. Na hapo kwenye kiongozi wa nchi kuna kiongozi wa kitongoji, wa kijiji, kata, wilaya mpaka mkoa. Sasa wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu ni wa ngazi ya pili. Baada ya kitongoji unapata mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Mwitate. Na mkolongo anihisi lelo. Sawa mwanangu. Unaona toka ulipofika unapelemba tu. Hebu ingia kwenye pointi sasa. Umekuja na lipi? Mwitate. Lalijagulio lea. Si unanikumbuka ulinituma? Na. Unakumbuka ulinituma wapi? Nenga. Nije kutuma wenga ujende kumsunguza yule mwana yule. Banki kwale Kojagale. Ewa. Sasa baba, unajua uko unavaa suti kama hivyo uko unanituma, mimi nakuwa nafarijika. Kwa sababu ungenituma kwa umevaa pensi na mambo yangekuwa mafupi. Lakini kwa kuwa umevaa suti, umenyoka na lile jambo linakuwa hivi. Limenyoka baba. Kwa hiyo baba, nimekutana na bwana Kojagale akiwa anatoka kwa Nanguma. Tena nimemwona kwa macho yangu haya mawili ya nyama. Nikamwangalia, nikasema hivyo basi nikwambie baba. Huyu Kojagale huyu kuna jambo hapa linaloendelea, tena jambo baya sana. Hili jambo ni baya baba, hasa kwako wewe. Na kingine baba, cha kusisitiza, huu ni msisitizo baba. Usipokuwa makini, kwenye hiki kijiji nitabaki mimi peke yangu. Kwa sababu baba unanijua, mimi nipo hivi nimenyooka. Sina mambo mengi. Unachokiongea ni sahihi kabisa. Kojagale huyu unamjua mimi? Baba, kwa macho yangu haya mawili nimemwona Kojagale. Sasa naanza kupata maana halisi ya kukaa kimya. Kumbe unaweza kumpa taarifa adui yako bila mwenyewe kujua. Kwa hicho kitendo alichokifanya Kojagale, lazima nipambane naye. Hapo tulia ngogo pakiuba lelo. Baba, hata uliposema hivyo na kuamini baba, najua wewe hakushindi yule Kojagale. Unaona bwana? Na ndio kwa nasema vipi? Yule Kojagale maana kabenya mawaulia. Haikikwa hapa kwa Likengo. Bado pagofuru wa moto baika bata. Mwana nango tabai sana yulio. Mwana nsumu
Baba, kuwa makini kama nilivyokuambia. Isije tena mwisho wa picha nikabaki mimi peke yangu kwenye hiki kijiji. Baba, nitapambana bega kwa bega mpaka najua. Mama. Shikamoo. Kwema. Namshukuru Mungu mamangu. Hivi mwanangu, kwani ulipata ujasiri wa kwenda? Maana bado najiuliza. Mama, kama nilivyokuambia mwanzo, siku zote mamangu, adui hakimbiwi na wala adui haogopi. Adui unatakiwa ukabiliane naye. Pia ni mwanzo mzuri nimekwenda, japo limenipata la kunipata, lakini halinisumbui sana, ila nimekutana na harusi. Mama, hali ya harusi kusema kweli inasikitisha, kwa sababu harusi hamuni yoyote na wala hasikii chochote kile. Maskini mwanangu amepombazwa. Sikujua kabisa mwanangu kama nampeleka kwenye madhara kama yale. Najilaumu mimi muda wote, yani sina amani. Najuta mimi. Mama, usijilaumu kwa sababu we mwenyewe pia hukujua kama utampeleka sehemu kama ile. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana tu mama. Mimi sitaki kuamini kusema mwanangu kama atarudi. Kwa sababu wewe umeenda huko kupata madhara. Hivi ni nani ataweza kumweza yeye? Na Nguma atamweza nani kwenye kijiji hichi? Na tutapata wapi si msaada? Unataka kwenda? Sasa mtu akupeleke akiwa mtaalamu akiwa shehe. Usiende peke yako mwanangu utaumia. Na Nguma ni mtu mbaya. Mama, haina shida. Tutaendelea kupambana mpaka harusi atakaporudi nyumbani. Sawa basi mimi naenda babangu. Mama, karibu. Asante. Nina ujumbe wako. Samani, unajua leo ni mara ya pili tunaonana, na nadhani kama si mbaya iwapo tukifahamiana. I am Kigaga. Who are you? Acha haraka kufanya unachokifanya, utapoteza maisha yako. Na Nguma ameshajua kila kitu, tena amekuwekea mtego, tena mtego wa damu. Mwenyekiti, yani mimi nilijua tu huko kutuba tu baba pekee. Sawa mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali, lakini kuna vitu vingine basi ukiangalia vya kutuagiza na Nguma. Jamani, na Nguma huyu niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifa siku, wengine wanakufa mchana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Mama. Mwanangu. Karibu mwanangu. Asante. Mwanangu, Lado kako? Salama tu mama. Shikamoo. Nawe mama hujaacha tu kulialea watoto? Mama akaenda shamba ndo kaniachia, na mvua nakataa kuondoka naye, anaweza akapata homa. Na mimi kwa huruma yangu, kwa unavyonijua, ni kama muache. Sawa, haina shida. Ajambo mumeo? Kusema ukweli tangia nifike pale
au tangia nilipoolewa mume wangu sijamuona kabisa, yupo kazini, ila yuko tu wifi yangu, naishi naye tu vizuri mama, usiwe na wasiwasi. Tunapendana tu mimi na wifi yangu. Nimeona kama kaushanga hapo. Mama, wifi yangu ameshanifuata tayari. Naenda nyumbani. Mama harusi, nadhani umeshamuona binti yako. Nimefanya hivi ili uache kunisumbua. Kama mkiendelea kunisumbua wewe na mume wako, basi hamtokaa mkamuona harusi tena. Nadhani umenielewa. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka huko, kumtoa huko ni nani? Na mganga anataka madaraka. Ona vitovu vya watoto vyatolewa, na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga, vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilichopo msitu, msitu wa vibanzi, msitu. Sasa ndugu yangu Mpangule, hivi kwa nini unajiingiza katika mambo ambayo yatazidi kukuletea madhara? Hivi unafikiri wewe kujihusisha na Nanguma ndio nahisi kwamba Nanguma unaweza kulipa kisasi juu ya baba yako? Mpangule, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nanguma na njia zake. Yule Nanguma anachokifanya ni uongo tu, hawezi kukupa nguvu za wewe kulipa kisasi cha baba yako hata siku moja. Alafu hebu jiulize, kifo alichokufa baba yako amekufa kwa sababu ya kibanzi. Tausi ameniletea mimi taarifa kuhusu harusi kama amechukuliwa na Nanguma, akapaka kifo kile kile cha kibanzi ndicho kimua. Hebu angalia hivi vifo viwili vinavyofuatana. Angalia kifo cha Tausi, angalia kifo cha baba yako. Anaohusika na haya mambo ni Nanguma. Sasa wewe ndugu yangu unaweza vipi kwenda kuhusiana na yule mtu hatari? Mpangule, achana na hayo mambo kaka. Sawa, ni changamoto, lakini Nanji, kuna swala moja. Ni kweli naanza kupata picha na kuelewa kwa mazungumzo ambayo unaongea hapo, lakini sasa mimi nimeshaingia katika mtego wa Nanguma. Unafikiri nafanya nini? Na nishajiingiza katika mtego wa Nanguma. Ni kweli umeshaingia katika njia za Nanguma na umejiingiza katika mtego mwenyewe pasipo kujijua. Cha kufanya, kaa mbali na Nanguma. Kaa mbali na Nanguma kabisa ndugu yangu. Kama kuna jambo lolote amekuahidi, basi achana nalo. Mimi nahisi ukifanya hivi inaweza ikawa ni njia rahisi kwako. Jiepushe na huyu mtu ndugu yangu. Unadhani ni rahisi hivi? Aliyakuwa mimi tayari nishajiingiza kabisa katika mtego huu wa Nanguma. Cha kufanya, jambo la kwanza, usio unakwenda kwake. Yaani usio unakwenda kwake kabisa, kwa sababu Nanguma kama hutokwenda kwake basi hataweza kufanyaje? Kukufuatilia wewe. Kwa usiende tena nyumbani kwake. Na hata kama atakutumia taarifa kwamba mtu anakuhitaji uende kwake, basi pia usiende. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa katika mitego yake. Sawa, nimekuelewa na nitajitahidi katika hili. Ila sidhani kama itawezekana navyomjua Nanguma.
lazima atanifuata hadi nyumbani. Jaribu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana. Unajua mwanangu, kuna mazingira mpaka sasa mimi sielewi wala nini ndugu yangu. Vipi? Hadi uelewe shida nini? Yaani nikikuelezea utaelewa tu. Lakini tuachane na hayo. Yaani mwanangu mimi nakujua wewe 4-5 kweli. Kumbe mwanangu hamna lolote, mikazo zero ni rafiki yangu yani. Sasa mwanangu mimi niambie mikazo zero, nimefanyaje hadi unione mikazo zero? Wewe tukamii 26 au? 26 kweli, napangia hata 26 hiyo upige labda siku 16. Shida nini? Mbona sikuelewa wakati tulitulia hapa? Lazima usinielewe. Ila nikikwambia utanielewa. Hivi, wewe kwa kukaa tu mjomba wako anateseka nini hapo tena mama wako eleweki wala ni katika mazingira yake? Anazurura tu yani. Mama wako ajielewe, sisi tukajua wewe mwenyewe 4-5 nini unakaza ukamgomboa mjomba. Alafu kumbe hauna shughuli mwanangu. Alafu toka mimi 4-5 wewe 4-5. Wewe siku 16 tu. Oa mwanangu. 45. Au kama unataka nikuonyeshe show nijue 45 yani. Wewe uniamini mimi? Nataka nikalia mshepopo. Yaani kifika kule mimi siulizi, yani naua natia naumiza. Alafu ule mzee utamuonea huruma ujue, unanipagawisha ujue. Yaani wewe ndio kama unifungua macho yani. Yaani kwa kuonesha show mwanangu, mimi naenda kulia mshepopo sasa hivi, alafu ule mzee ataniona nuksi ule. Unaonesha show wapi mwanangu, unajikosha tu kwenye mnazi. Mimi ndio nakwenda sasa hivi mwanangu. Au sio? Hauna lolote mwanangu, wewe 16. Na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Udugu wangu, kwani ule mali wetu toka tulivyompeleka naendeleaje? Shoga yangu, mambo ya familia tuachie familia. Sisi hata tuhusu, tuendelee na mambo yetu. Tunataka kuzungumzia sasa hivi hapa, wewe ndo unatokea. Habari zenu jamani? Sasa mambo mzima tuko poa, sijui huko. Bado upo kana nguma? Bado niko kwa ifi yangu kwa sababu namsubiri mume wangu atoke mjini aje kunichukua. Lakini unajua kama wewe ni ifi yako? Ndio najua kama ni ifi yangu, ndio maana nilipoelewa nikapeleka. Haya. Harusi. Tuondoke nyumbani. Haya jamani, mimi ngoja niache. Haya. Kwani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea? Kwa mwenye bado anajua kama wewe ni ifi yake. Shoga yangu mimi hata sidhani kama ametucheza mchezo. Kitu shoga yangu. Haya, tuendelee na habari zetu shoga. Achana nao. Tulikupenda na kukuamini, unatugeuka kisa maslahi ya muda mfupi. Unataka kumwoyo binti, ungeacha kaolewa. Vitovu vya toto unazidi kuvitoa, yani unaua. Kwa nini anazidi kutolea? Siamini haya yote yanatokea, yote sababu yote hajatuambia. Na kwa nini ndugu zetu wanazidi kuteketea? Koja karibu na ngoi safari ya dakika moja unafika masaa matatu. Koja karibu na kibali huyu vijana basayeno wanakunke machawa.
Mzee Kojagale ndio kubona wa Mpendo Ubile. Kwanza shikamoo. Unajua katika kijiji hiki mimi nafarijika sana kukutana na wazee kama nyinyi. Maana ninyi ndio wazee wa hiki kijiji ambao mnafanya hiki kijiji sasa kiwe tulivu. Hapa na wapi mzee wangu? Kukutana na mzee kama wewe, kwangu mimi ni faraja sana. Kwa sababu ni wazee wachache kwenye hiki kijiji ambao mimi nakubaliana nao na tunaenda sawa kama wewe. Wapi tena mzee wangu? Haya bwana mzee wangu, kwa heri bwana. Huyu mzee Kojagale mbona amenichanganya? Sio kaida yake, waga tukionana wankoto na nkoto. Kwema, hujaenda kwako, tunaendelea, tunaelewana. Leo kimya, kila nikimsifia. Hapa Waswahili wanasema ujiongeze itakuwa kuna jambo. Mzee Kojagale jamani, huyu Kojagale. Au yale mwaka ule. Yaani mimi huku moto, huku mavi. Sasa ukiruka mavi, unakanyaga moto. Ukiruka moto, mavi. Sasa kuungua na vidonda na kukanyaga mavi kupita mji kijiji kizima hiki nanuka. Sijui nichague nini maskini ya Mungu mimi. Kwanza mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukukuta. Unajua wakati natoka nyumbani nikasema siwezi nikasema hizi taarifa nilale nazo mpaka kesho. Mbio nende kwa mwenyekiti. Lakini pia mwenyekiti, leo umependeza. Hiyo ndo maana ya kuwa kiongozi. Unajua unapokuwa kiongozi, sio viongozi labda vingine kiongozi wa 26 kipaji. Wewe ni kiongozi wa serikali. Na maanisha hapo sasa wewe ni kiongozi wa nchi. Na hapo kwenye kiongozi wa nchi kuna kiongozi wa kitongoji, wa kijiji, kata, wilaya mpaka mkoa. Sasa wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu ni wa ngazi ya pili. Baada ya kitongoji unapata mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Mwitate. Na mkorongo anihisi lelo. Sawa mwanangu. Naona toka ulipofika unapelemba tu. Hebu ingia kwenye pointi sasa. Umekuja na lipi? Mwitate. La lijagulio lea. Si unanikumbuka ulinituma? Na. Unakumbuka ulinituma wapi? Nenga. Nite kutuma wenga ujende kumsunguza yule mwana yule. Banki kwale Kojagale. Ewa. Sasa baba, unajua uko unavaa suti kama hivyo uko unanituma, mimi nakuwa nafarijika. Kwa sababu ungenituma kwa umevaa pensi na mambo yangekuwa mafupi. Lakini kwa umevaa suti, umenyoka na lile jambo linakuwa hivi. Limenyoka baba. Kwa hiyo baba, nimekutana na bwana Kojagale akiwa anatoka kwa Nanguma. Tena nimemwona kwa macho yangu haya mawili ya nyama. Nikamwangalia, nikasema hivyo basi nikwambie baba. Huyu Kojagale huyu, kuna jambo hapo linaloendelea, tena jambo baya sana. Hili jambo ni baya baba, hasa kwako wewe. Na kingine baba, cha kusisitiza, huu ni msisitizo baba. Usipokuwa makini, kwenye hiki kijiji nitabaki mimi peke yangu. Kwa sababu baba unanijua, mimi nipo hivi nimenyooka. Sina mambo mengi. Unachokiongea ni sahihi kabisa. Kojagale huyu unamjua mimi? Baba, kwa macho yangu haya mawili nimemwona Kojagale. Sasa naanza kupata maana halisi ya kukaa kimya. Kumbe unaweza kumpa taarifa adui yako bila mwenyewe kujua. Kwa hicho kitendo alichokifanya Kojagale, lazima nipambane naye. Hapo tulia ngogo pakiuba lelo. Baba, hata uliposema hivyo na kuamini baba, najua wewe hakushindi yule Kojagale. Unaona bwana? Na ndio kwa anasema vipi? Yule Kojagale manaka benyama waulia. Haikikuwa hata kwa Kongo alikengo. Bado pagopuru wa moto baikabata. Mwana nango tabai sana yulio. Anansulu bai. Baba, kuwa makini. Kama nilivyokuambia, isije tena mwisho wa picha nikabaki mimi peke yangu kwenye hiki kijiji. Baba, nitapambana bega kwa bega mpaka najua. Mama. Shikamoo. Kwema. Namshukuru Mungu mamangu. Hivi mwanangu, kwani ulipata ujasiri wa kwenda? Maana bado najiuliza. Mama, kama nilivyokuambia mwanzo, siku zote mamangu, adui hakimbiwi na wala adui haogopi. Adui unatakiwa ukabiliane naye. Pia ni mwanzo mzuri, nimekwenda
japo limenipata la kunipata, lakini halinisumbui sana, ila nimekutana na harusi. Mama, hali ya harusi kusema kweli inasikitisha, kwa sababu harusi hamuoni yoyote na wala hasikii chochote kile. Maskini mwanangu amepombazwa. Sikujua kabisa mwanangu kama nampeleka kwenye madhara kama yale. Najilaumu mimi muda wote, yani sina amani. Najuta mimi. Mama, usijilaumu kwa sababu we mwenyewe pia hukujua kama utampeleka sehemu kama hili. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana tu mama. Mimi sitaki kuamini kusema mwanangu kama atarudi. Kwa sababu wewe umeenda huko umeenda kupata madhara. Hivi ni nani ataweza kumweza yeye? Na Nguma atamweza nani kwenye kijiji hichi? Na tutapata wapi si msaada? Unataka kwenda? Sasa mtu akupeleke akiwa mtaalamu akiwa shehe. Usiende peke yako mwanangu utaumia. Na Nguma ni mtu mbaya. Mama, haina shida, tutaendelea kupambana mpaka harusi atakaporudi nyumbani. Sawa basi mimi naenda babangu. Mama, karibu. Asante. Nina ujumbe wako. Samani, unajua leo ni mara ya pili tunaonana, na nadhani kama si mbaya iwapo tukifahamiana. I am Kigaga. Who are you? Acha haraka kufanya unachokifanya, utapoteza maisha yako. Na Nguma ameshajua kila kitu, tena amekuwekea mtego, tena mtego wa damu. Mwenyekiti, yani mimi nilijua tu huko kutuba tu babo pekee. Sawa mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali, lakini kuna vitu vingine basi ukiangalia vya kutuagiza agiza. Na Nguma jamani, na Nguma huyu niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifa siku, wengine wanakufa mchana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Mama. Mwanangu. Karibu mwanangu. Asante. Mwanangu. Lado kako? Salama tu mama. Shikamoo. Na mama hujaacha tu kulialea watoto? Mama akaenda shamba ndo kaniachia, na mvua anakataa kuondoka naye, anaweza akapata homa. Na mimi tena kwa huruma yangu kwa unavyonijua, ni kama muache. Sawa, haina shida. Ajambo mumeo? Kusema ukweli, tangia nifike pale au tangia nilipoolewa, mume wangu sijamuona kabisa, yupo kazini, ila yuko tu wifi yangu, naishi naye tu vizuri mama, usiwe na wasiwasi. Tunapendana tu mimi na wifi yangu. Nimeona kama kaushanga hapo.
Mama, wifi yangu ameshanifuata tayari. Naenda nyumbani. Mama harusi, nadhani umeshamwona binti yako. Nimefanya hivi ili uache kunisumbua. Kama mkiendelea kunisumbua wewe na mume wako, basi hamtoka mkamwona harusi tena. Nadhani umenielewa. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka. Uwa kumtoa huko ni nani? Na mganga anataka madaraka. Ona vitovu vya watoto vyatolewa na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilichopo msitu, msitu wa vibaya, msitu. Sasa ndugu yangu Mpangule, hivi kwa nini unajiingiza katika mambo ambayo yatazidi kukuletea madhara? Hivi unafikiri wewe kujihusisha na Nanguma ndio unahisi kwamba Nanguma unaweza kulipa kisasi juu ya baba yako? Mpangule, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nanguma na njia zake. Yule Nanguma anachokifanya ni uongo tu, hawezi kukupa nguvu za wewe kulipa kisasi cha baba yako hata siku moja. Alafu hebu jiulize, kifo alichokufa baba yako amekufa kwa sababu ya kibanzi. Tausi ameniletea mimi taarifa kuhusu harusi kama amechukuliwa na Nanguma, akapaka kifo kile kile cha kibanzi ndicho kimua. Hebu angalia hivi vifo viwili vinavyofuatana. Angalia kifo cha Tausi, angalia kifo cha baba yako. Anaohusika na haya mambo ni Nanguma. Sasa wewe ndugu yangu unaweza vipi kwenda kuhusiana na yule mtu hatari? Mpangule, achana na hayo mambo kaka. Sawa, ni changamoto, lakini Nanji, kuna swala moja. Ni kweli naanza kupata picha na kuelewa kwa mazungumzo ambayo unaongea hapo, lakini sasa mimi nimeshaingia katika mtego wa Nanguma. Unafikiri nafanya nini? Na nishajiingiza katika mtego wa Nanguma. Ni kweli umeshaingia katika njia za Nanguma na umejiingiza katika mtego mwenyewe pasipo kujijua. Cha kufanya, kaa mbali na Nanguma. Kaa mbali na Nanguma kabisa ndugu yangu. Kama kuna jambo lolote amekuahidi, basi achana nalo. Mimi nahisi ukifanya hivi inaweza ikawa ni njia rahisi kwako. Jiepushe na huyu mtu ndugu yangu. Unadhani ni rahisi hivi? Aliyakuwa mimi tayari nishajiingiza kabisa katika mtego huu wa Nanguma. Cha kufanya, jambo la kwanza, usiwe unakwenda kwake. Yaani usiwe unakwenda kwake kabisa, kwa sababu Nanguma kama hutokwenda kwake basi hataweza kufanyaje? Kukufuatilia wewe. Kwa usiende tena nyumbani kwake. Na hata kama atakutumia taarifa kwamba mtu anakuhitaji uende kwake, basi pia usiende. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa katika mitego yake. Sawa, nimekuelewa na nitajitahidi katika hili. Ila sidhani kama itawezekana, ninavyomjua Nanguma lazima atanifuata hadi nyumbani. Jaribu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana. Unajua mwanangu, kuna mazingira mpaka sasa mimi sielewi wala nini ndugu yangu. Vipi? Hadi wewe shida nini? Yaani nikikuelezea utaelewa tu. Lakini tuachane na hayo. Yaani mwanangu, mimi nakujua wewe 4-5 kweli. Kumbe mwanangu hamna lolote, mikazo zero, ni rafiki yangu yani. Sasa mwanangu, mimi niambie mikazo zero, nimefanyaje hadi unione mikazo zero? Wewe tugamii 26 au? 26 kweli, napangia hata 26 hiyo upige labda siku 16. Shida nini? Mbona sikuelewa wakati tulitulia hapa? Lazima usinielewe, ila nikikwambia utanielewa. Hivi
Wewe kwa kukaa tu mjomba wako anateseka teseka nini hapo tena mama wako eleweki wala ni katika mazingira yake. Anazurura tu yani. Mama wako ajeelewe sisi tukajua wewe mwenyewe 4-5 nini unakaza ukamgomboa mjomba. Alafu kumbe hauna shughuli mwanangu. Alafu toka hapo mimi 4-5 wewe 4-5. Wewe 16 tu. Oya mwanangu. 145. Au kama unataka nikuonyeshe show nijue 145 yani. Wewe uniamini mimi? Hata nikalia mshepopo. Yaani kifika kule mimi siulizi, yaani naua natia naumiza. Alafu ule mzee utamuonea huruma ujue, unanipagawisha ujue. Yaani wewe ndio kama unifungua macho yani. Yaani kwa kuonesha show mwanangu, mimi naenda kulia mshepopo sasa hivi alafu ule mzee atanyona nuksi ule. Unaonesha show, hapo mwanangu unajikosha tu kwenye mnazi. Mimi ndio nakwenda sasa hivi mwanangu. Au sio? Hauna lolote mwanangu, wewe 16. Na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanazokota. Chanzo ni mganga. Udugu wangu, kwani ule mali wetu toka tulivyompeleka anaendeleaje? Shoga yangu, mambo ya familia tuachie familia. Sisi hata yatuhusu, tuendelee na mambo yetu. Tunataka kuzungumzia sasa hivi hapa, wewe ndo unatokea. Habari zenu jamani? Safi, mambo mzima. Tuko poa, sijui huko. Bado hapo kana nguma? Bado niko kwa wifi yangu kwa sababu namsubiri mume wangu atoke mjini aje kunichukua. Lakini unajua kama wewe ni wifi yako? Ndio najua kama ni wifi yangu, ndio maana nilipoelewa nikapeleka. Haya. Harusi. Tuondoke nyumbani. Haya jamani, mimi ngoja niache. Haya. Kwani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea? Kwa mwenyewe bado anajua kama wewe ni wifi yake. Shoga yangu mimi hata sidhani. Kama ametucheza mchezo, kitu shoga yangu. Haya, tuendelee na habari zetu shoga. Achana nao. Tulikupenda na kukuamini, unatugeuka kisa maslahi ya muda mfupi. Unataka kumwoyo binti, ungeacha kaolewa. Vitovu vya toto unazidi kuvitoa, yani unaua. Kwa nini anazidi kutolea? Siamini haya yote yanatokea, yote sababu yote hajatuambia. Na kwa nini ndugu zetu wanazidi kuteketea ndani ya msitu? Msitu wa vibanzi ndio sababu
Koja kali mwana. Ugoi. Safari ya dakika moja unafika masaa matatu. Koja kali mwana kibaru. Huyu vijana basayeno wanakunke machawa. Mzee Kojagale, ndio kubona wa Mpendo Ubile. Kwanza shikamoo. Unajua katika kijiji hiki mimi nafarijika sana kukutana na wazee kama nyinyi. Maana ninyi ndio wazee wa hiki kijiji ambao mnafanya hiki kijiji sasa kiwe tulivu. Hapa na wapi mzee wangu? Kukutana na mzee kama wewe, kwangu mimi ni faraja sana. Kwa sababu ni wazee wachache kwenye hiki kijiji ambao mimi nakubaliana nao na tunaenda sawa kama wewe. Wapi na mzee wangu? Haya bwana mzee wangu, kwa heri bwana. Huyu mzee Kojagale mbona amenichanganya? Sio kaida yake, waga tukionana wankoto na nkoto. Kwema kwema, hujaenda kwako, tunaendelea, tunaelewana. Leo kimya, kila nikimsifia. Hapa Waswahili wanasema ujiongeze itakuwa kuna jambo. Mzee Kojagale jamani, huyu Kojagale. Au yale ya mwaka ule. Yaani mimi huku moto, huku mavi. Sasa ukiruka mavi, unakanyaga moto. Ukiruka moto, mavi. Sasa kuungua na vidonda. Na kukanyaga mavi kupita mji kijiji kizima hiki nanuka. Sijui nichague nini maskini ya Mungu mimi. Kwanza mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukukuta. Unajua wakati natoka nyumbani nikasema siwezi nikasema hizi taarifa nilale nazo mpaka kesho. Mbio nende kwa mwenyekiti. Lakini pia mwenyekiti, leo umependeza. Hiyo ndo maana ya kuwa kiongozi. Unajua unapokuwa kiongozi, sio viongozi labda vingine kiongozi wa 26 kipaji. Wewe ni kiongozi wa serikali. Na maanisha hapo sasa wewe ni kiongozi wa nchi. Na hapo kwenye kiongozi wa nchi kuna kiongozi wa kitongoji, wa kijiji, kata, wilaya mpaka mkoa. Sasa wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu ni wa ngazi ya pili. Baada ya kitongoji unapata mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Mwitate. Na mkolongo anihisi lelo. Sawa mwanangu. Naona toka ulipofika unapelemba tu. Hebu ingia kwenye pointi sasa. Umekuja na lipi? Mwitate. Lalijagulio lea. Si unanikumbuka ulinituma? Na. Unakumbuka ulinituma wapi? Nenga. Nite kutuma wenga ujende kumsunguza yule mwana yule. Banki kwale Kojagale. Ewa. Sasa baba, unajua uko unavaa suti kama hivyo uko unanituma, mimi nakuwa nafarijika. Kwa sababu ungenituma kwa umevaa pensi na mambo yangekuwa mafupi. Lakini kwa kuwa umevaa suti, umenyoka na lile jambo linakuwa hivi. Limenyooka baba. Kwa hiyo baba, nimekutana na bwana Kojagale akiwa anatoka kwa Nanguma. Tena nimemwona kwa macho yangu haya mawili ya nyama. Nikamwangalia, nikasema hivyo basi nikwambie baba. Huyu Kojagale huyu kuna jambo hapa linaloendelea, tena jambo baya sana. Hili jambo ni baya baba, hasa kwako wewe. Na kingine baba, cha kusisitiza, huu ni msisitizo baba. Usipokuwa makini, kwenye hiki kijiji nitabaki mimi peke yangu. Kwa sababu baba unanijua, mimi nipo hivi nimenyooka. Sina mambo mengi. Unachokiongea ni sahihi kabisa. Kojagale huyu unamjua mimi? Baba, kwa macho yangu haya mawili nimemwona Kojagale. Sasa naanza kupata maana halisi ya kukaa kimya. Kumbe unaweza kumpa taarifa adui yako bila mwenyewe kujua. Kwa hicho kitendo alichokifanya Kojagale, lazima nipambane naye. Hapo tulia ngogo pakiuba lelo. Baba, hata uliposema hivyo na kuamini baba, najua wewe hakushindi yule Kojagale. Unaona bwana? Na ndio kwa nasema vipi? Yule Kojagale manaka benye mawaulia. Haikikuwa hata kwa Likengo. Bado page kulu wa moto baika bata. Mwana nango tabai sana yulio. Mwana nsulu
Baba, kuwa makini kama nilivyokuambia. Isije tena mwisho wa picha nikabaki mimi peke yangu kwenye hiki kijiji. Baba, nitapambana bega kwa bega mpaka najua. Mama. Shikamoo. Baba, kwema? Namshukuru Mungu mamangu. Hivi mwanangu, kwani ulipata ujasiri wa kwenda? Maana bado najiuliza. Mama, kama nilivyokuambia mwanzo, siku zote mamangu, adui hakimbiwi na wala adui haogopi. Adui unatakiwa ukabiliane naye. Pia ni mwanzo mzuri, nimekwenda japo limenipata la kunipata, lakini halinisumbui sana, ila nimekutana na harusi. Mama, hali ya harusi kusema kweli inasikitisha, kwa sababu harusi hamuni yoyote na wala hasikii chochote kile. Maskini mwanangu amepombazwa. Sikujua kabisa mwanangu kama nampea kwenye madhara kama yale. Najilaumu mimi muda wote, yani sina amani. Najuta mimi. Mama, usijilaumu kwa sababu we mwenyewe pia hukujua kama utampeleka sehemu kama hiyo. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana tu mama. Mimi sitaki kuamini kusema mwanangu kama atarudi. Kwa sababu wewe umeenda huko kupata madhara. Hivi ni nani ataweza kumweza yeye? Na Nguma atamweza nani kwenye kijiji hichi? Na tutapata wapi si msaada? Unataka kwenda? Sasa mtu akupeleke akiwa mtaalamu akiwa shehe. Usiende peke yako mwanangu utaumia. Na Nguma ni mtu mbaya. Mama, haina shida. Tutaendelea kupambana mpaka harusi itaporudi nyumbani. Sawa basi mimi naenda babangu. Mama, karibu. Asante. Nina ujumbe wako. Samani, unajua leo ni mara ya pili tunaonana, na nadhani kama si mbaya iwapo tukifahamiana. I am Kigaga. Who are you? Acha haraka kufanya unachokifanya, utapoteza maisha yako. Na Nguma ameshajua kila kitu, tena amekuwekea mtego, tena mtego wa damu. Mwenyekiti, yani mimi nilijua tu huko kutuba tu baba pekee. Sawa mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali, lakini kuna vitu vingine basi ukiangalia vya kutuagiza na Nguma. Jamani, na Nguma huyu niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifa usiku, wengine wanakufa mchana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Mama. Mwanangu. Karibu mwanangu. Mwanangu. Leo kako? Salama tu mama. Shikamoo. Nawe mama hujaacha tu kulialea watoto? Mama akaenda shamba ndo kaniachia, na mvua nakataa kuondoka naye, anaweza akapata homa. Na mimi tena kwa huruma yangu, kwa unavyonijua, nikamwambia muache. Sawa, haina shida. Ajambo mumeo? Kusema ukweli, tangia nifike pale au tangia nilipoolewa,
mume wangu sijamuona kabisa, yupo kazini, ila yuko tu wifi yangu, naishi naye tu vizuri mama, usiwe na wasiwasi. Tunapendana tu mimi na wifi yangu. Nimeona kama kaushanga hapo. Mama, wifi yangu ameshanifuata tayari. Naenda nyumbani. Mama harusi, nadhani umeshamuona binti yako. Nimefanya hivi ili uache kunisumbua. Kama mkiendelea kunisumbua wewe na mume wako, basi hamtokaa mkamuona harusi tena. Nadhani umenielewa. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka huko, kumtoa huko ni nani? Na mganga anataka madaraka. Ona vitovu vya watoto vyatolewa, na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga, vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilichopo msitu, msitu wa vibanzi, msitu. Sasa ndugu yangu Mpangule, hivi kwa nini unajiingiza katika mambo ambayo yatazidi kukuletea madhara? Hivi unafikiri wewe kujihusisha na Nanguma ndio nahisi kwamba Nanguma unaweza kulipa kisasi juu ya baba yako? Mpangule, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nanguma na njia zake. Yule Nanguma anachokifanya ni uongo tu, hawezi kukupa nguvu za wewe kulipa kisasi cha baba yako hata siku moja. Alafu hebu jiulize, kifo alichokufa baba yako amekufa kwa sababu ya kibanzi. Tausi ameniletea mimi taarifa kuhusu harusi kama amechukuliwa na Nanguma, akapaka kifo kile kile cha kibanzi ndicho kimuua. Hebu angalia hivi vifo viwili vinavyofuatana. Angalia kifo cha Tausi, angalia kifo cha baba yako. Anaohusika na haya mambo ni Nanguma. Sasa wewe ndugu yangu unaweza vipi kwenda kuhusiana na yule mtu hatari? Mpangule, achana na hayo mambo kaka. Sawa, ni changamoto, lakini Nanji, kuna swala moja. Ni kweli naanza kupata picha na kuelewa kwa mazungumzo ambayo unaongea hapo, lakini sasa mimi nimeshaingia katika mtego wa Nanguma. Unafikiri nafanya nini? Na nishajiingiza katika mtego wa Nanguma. Ni kweli umeshaingia katika njia za Nanguma na umejiingiza katika mtego mwenyewe pasipo kujijua. Cha kufanya, kaa mbali na Nanguma. Kaa mbali na Nanguma kabisa ndugu yangu. Kama kuna jambo lolote amekuahidi, basi achana nalo. Mimi nahisi ukifanya hivi inaweza ikawa ni njia rahisi kwako. Jiepushe na huyu mtu ndugu yangu. Unadhani ni rahisi hivi? Aliyakuwa mimi tayari nishajiingiza kabisa katika mtego huu wa Nanguma. Cha kufanya, jambo la kwanza, usio unakwenda kwake. Yaani usio unakwenda kwake kabisa, kwa sababu Nanguma kama hutokwenda kwake basi hataweza kufanyaje? Kukufuatilia wewe. Kwa usiende tena nyumbani kwake. Na hata kama atakutumia taarifa kwamba mtu anakuhitaji uende kwake, basi pia usiende. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa katika mitego yake. Sawa, nimekuelewa na nitajitahidi katika hili. Ila sidhani kama itawezekana, navyomjua Nanguma lazima atanifuata hadi nyumbani.
Jaribu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana. Unajua mwanangu, kuna mazingira mpaka sasa mimi sielewi wala nini ndugu yangu. Vipi? Hadi wewe shida nini? Yaani nikikuelezea utaelewa tu. Lakini tuachane na hayo. Yaani mwanangu mimi nakujua wewe 4-5 kweli. Kumbe mwanangu hamna lolote, mikazo zero ni rafiki yangu yani. Sasa mwanangu mimi niambie mikazo zero nimefanyaje hadi unione mikazo zero? Wewe tukamii 26 au? 26 kweli, napangia hata 26 hiyo upige labda siku 16. Shida nini? Mbona sikuelewi wakati tulitulia hapa? Lazima usinielewe. Ila nikikwambia utanielewa. Hivi, wewe ulikuwa kukaa tu mjomba wako anateseka nini hapo tena mama wako nyewe eleweki wala ni katika mazingira yake. Anazurura tu yani. Mama wako ajielewe, sisi tukajua wewe mwenyewe tu 4-5 nini unakaza ukamgomboa mjomba. Alafu kumbe hauna shughuli mwanangu. Alafu toka mimi 4-5 wewe 4-5. Wewe siku 16 tu. Oya mwanangu. 45. Au kama unataka nikuonyeshe show nijue 45 yani. Wewe uniamini mimi? Nataka nikaliamshe popo. Yaani kifika kule mimi siulizi, yaani naua natia naumiza. Alafu ule mzee utamwonea huruma ujue, unanipagawisha ujue. Yaani wewe ndio kama unifungua macho yani. Yaani kwa kuonesha show mwanangu, mimi naenda kuliamsha popo sasa hivi, alafu ule mzee ataniona nuksi ule. Unaonesha show wapi? Mwanangu unajikosha tu kwenye mnazi. Mimi ndio nakwenda sasa hivi mwanangu. Au sio? Hauna lolote mwanangu, wewe 16. Na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanasiokota. Chanzo ni mganga. Udugu wangu, kwani ule mali wetu toka tulivyompeleka naendeleaje? Shoga yangu, mambo ya familia tuachie familia. Sisi hata tuhusu, tuendelee na mambo yetu. Tunataka kuzungumzia sasa hivi hapa, wewe ndo unatokea. Habari zenu jamani? Sasa mambo mzima uko poa, si uko? Bado upo na nguma? Bado niko kwa ifi yangu kwa sababu namsubiri mume wangu atoke mjini aje kunichukua. Lakini unajua kama wewe ni ifi yako? Ndio najua kama ni ifi yangu, ndio maana nilivyozoea nikapeleka. Haya. Harusi. Tuondoke nyumbani. Haya jamani, mimi ngoja niache. Haya. Kwani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea? Wewe mwenyewe bado anajua kama wewe ni ifi yake. Shoga yangu mimi hata sidhani kama ametucheza mchezo. Shoga yangu. Haya, tuendelee na habari zetu shoga. Achana nao. Tulikupenda na kukuamini, unatugeuka kisa maslahi ya muda mfupi. Unataka kumwoyo binti, ungeacha kaolewa. Vitovu vya toto unazidi kuvitoa, yani unaua. Kwa nini anazidi kutolea? Siamini haya yote yanatokea, yote sababu yote hajatuambia. Na kwa nini ndugu zetu wanazidi kuteketea ndani ya msitu? Msitu wa vibanzi ndio sababu
Koja kali mwana kibali. Ugoi. Safari ya dakika moja unafika masaa 3. Koja kali mwana kibali. Huyu vijana basaye no wanakunke machawa. Mzee Kojagale, ndio kubona wa Mpendo Ubile. Kwanza shikamoo. Unajua katika kijiji hiki mimi nafarijika sana kukutana na wazee kama nyinyi. Maana ninyi ndio wazee wa hiki kijiji ambao mnafanya hiki kijiji sasa kiwe tulivu. Hapa na wapi mzee wangu? Kukutana na mzee kama wewe, kwangu mimi ni faraja sana. Kwa sababu ni wazee wachache kwenye hiki kijiji ambao mimi nakubaliana nao na tunaenda sawa kama wewe. Wapi na mzee wangu? Haya bwana mzee wangu, kwa heri bwana. Huyu mzee Kojagale mbona amenichanganya? Sio kaida yake, waga tukionana wankoto na nkoto. Kwema, hujaenda kwako, tunaendelea, tunaelewana. Leo kimya, kila nikimsifia. Hapa Waswahili wanasema ujiongeze itakuwa kuna jambo. Mzee Kojagale jamani, huyu Kojagale. Au yale mwaka ule. Yaani mimi huku moto, huku mavi. Sasa ukiruka mavi, unakanyaga moto. Ukiruka moto, mavi. Sasa kuungua na vidonda. Na kukanyaga mavi kupita mji kijiji kizima hiki kinanuka. Sijui nichague nini maskini ya Mungu mimi. Kwanza mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukukuta. Unajua wakati natoka nyumbani nikasema siwezi nikasema hizi taarifa nilale nazo mpaka kesho. Mbio nende kwa mwenyekiti. Lakini pia mwenyekiti, leo umependeza. Hiyo ndo maana ya kuwa kiongozi. Unajua unapokuwa kiongozi, sio viongozi labda vingine kiongozi wa 26 kipaji. Wewe ni kiongozi wa serikali. Na maanisha hapo sasa wewe ni kiongozi wa nchi. Na hapo kwenye kiongozi wa nchi kuna kiongozi wa kitongoji, wa kijiji, kata, wilaya mpaka mkoa. Sasa wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu ni wa ngazi ya pili. Baada ya kitongoji unapata mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Mwetate. Na mkolongo anihisi lelo. Sawa mwanangu. Naona toka ulipofika unapelemba tu. Hebu ingia kwenye pointi sasa. Umekuja na lipi? Mwetate. Lalijagulio lea. Si unanikumbuka ulinituma? Na. Unakumbuka ulinituma wapi? Nenga. Nite kutuma wenga ujende kumsunguza yule mwana yule. Banki kwale Kojagale. Ewa. Sasa baba, unajua uko unavaa suti kama hivyo uko unanituma, mimi nakuwa nafarijika. Kwa sababu ungenituma kwa umevaa pensi na mambo yangekuwa mafupi. Lakini kwa umevaa suti, umenyoka na lile jambo linakuwa hivi. Limenyooka baba. Kwa hiyo baba, nimekutana na bwana Kojagale akiwa anatoka kwa Nanguma. Tena nimemwona kwa macho yangu haya mawili ya nyama. Nikamwangalia, nikasema hivyo basi nikwambie baba. Huyu Kojagale huyu kuna jambo hapa linaloendelea, tena jambo baya sana. Hili jambo ni baya baba, hasa kwako wewe. Na kingine baba, cha kusisitiza, huu ni msisitizo baba. Usipokuwa makini, kwenye hiki kijiji nitabaki mimi peke yangu. Kwa sababu baba unanijua, mimi nipo hivi nimenyooka. Sina mambo mengi. Unachokiongea ni sahihi kabisa. Kojagale huyu unamjua mimi? Baba, kwa macho yangu haya mawili nimemwona Kojagale. Sasa naanza kupata maana halisi ya kukaa kimya. Kumbe unaweza kumpa taarifa adui yako bila mwenyewe kujua. Kwa hicho kitendo alichokifanya Kojagale, lazima nipambane naye. Hapo tulia ngogo pakiuba lelo. Baba, hata uliposema hivyo na kuamini baba, najua wewe hakushindi yule Kojagale. Unaona bwana? Na ndio kwa nasema vipi? Yule Kojagale manaka benyama waulia. Haikikuwa hata kwa Alikengo. Bado pagofuru wa moto baikabata. Mwana nango tabai sana yulio. Manansulu
Baba, kuwa makini kama nilivyokuambia. Isije tena mwisho wa picha nikabaki mimi peke yangu kwenye hiki kijiji. Baba, nitapambana bega kwa bega mpaka najua. Mama. Shikamoo. Baba, kwema? Namshukuru Mungu mamangu. Hivi mwanangu, kwani ulipata ujasiri wa kwenda? Maana bado najiuliza. Mama, kama nilivyokuambia mwanzo, siku zote mamangu, adui hakimbiwi na wala adui haogopi. Adui unatakiwa ukabiliane naye. Pia ni mwanzo mzuri, nimekwenda japo limenipata la kunipata, lakini halinisumbui sana, ila nimekutana na harusi. Mama, hali ya harusi kusema kweli inasikitisha, kwa sababu harusi hamuni yoyote na wala hasikii chochote kile. Maskini mwanangu, amepombazwa. Sikujua kabisa mwanangu kama nampea kwenye madhara kama yale. Najilaumu mimi muda wote, yani sina amani. Najuta mimi. Mama, usijilaumu kwa sababu we mwenyewe pia hukujua kama utampeleka sehemu kama hiyo. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana tu mama. Mimi sitaki kuamini kusema mwanangu kama atarudi. Kwa sababu wewe umeenda huko umeenda kupata madhara. Hivi ni nani ataweza kumweza yeye? Na Nguma atamweza nani kwenye kijiji hichi? Na tutapata wapi si msaada? Unataka kwenda? Sasa mtu akupeleke akiwa mtaalamu, akiwa shehe. Usiende peke yako mwanangu utaumia. Na Nguma ni mtu mbaya. Mama, haina shida, tutaendelea kupambana mpaka harusi itakaporudi nyumbani. Sawa basi mimi naenda babangu. Mama, karibu. Asante. Nina ujumbe wako. Samani, unajua leo ni mara ya pili tunaonana, na nadhani kama si mbaya iwapo tukifahamiana. I am Kigaga. Who are you? Acha haraka kufanya unachokifanya, utapoteza maisha yako. Na Nguma ameshajua kila kitu, tena amekuwekea mtego, tena mtego wa damu. Mwenyekiti, yani mimi nilijua tu huko kutuba tu baba pekee. Sawa mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali, lakini kuna vitu vingine basi ukiangalia vya kutuagiza agiza. Na Nguma jamani, na Nguma huyu niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifa siku, wengine wanakufa mchana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kwa wazee, wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Mama. Mwanangu. Karibu mwanangu. Mwanangu, leo kako salama tu mama. Shikamoo. Nawe mama hujaacha tu kulialea watoto? Mama akaenda shamba ndo kaniachia, na mvua nakataa kuondoka naye, anaweza akapata homa. Na mimi kwa huruma yangu, kwa unavyonijua, ni kama muache. Sawa, haina shida. Ajambo mumeo? Kusema ukweli tangia nifike pale
au tangia nilipoolewa mume wangu sijamuona kabisa, yupo kazini, ila yuko tu wifi yangu, naishi naye tu vizuri mama, usiwe na wasiwasi. Tunapendana tu na wifi yangu. Nimeona kama kaushanga hapo. Mama, wifi yangu ameshanifuata tayari. Naenda nyumbani. Mama harusi, nadhani umeshamuona binti yako. Nimefanya hivi ili uache kunisumbua. Kama mkiendelea kunisumbua wewe na mume wako, basi hamtoka mkamuona harusi tena. Nadhani umenielewa. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka, huwa kumtoa huko ni nani, na mganga anataka madaraka. Ona vitovu vya watoto vyatolewa, na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga, vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanasiokota. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilicho msitu, msitu wa vibaya, msitu. Sasa ndugu yangu Mpangule, hivi kwa nini unajiingiza katika mambo ambayo yatazidi kukuletea madhara? Hivi unafikiri wewe kujihusisha na Nanguma ndio unahisi kwamba Nanguma unaweza kulipa kisasi juu ya baba yako? Mpangule, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nanguma na njia zake. Yule Nanguma anachokifanya ni uongo tu, hawezi kukupa nguvu za wewe kulipa kisasi cha baba yako hata siku moja. Alafu hebu jiulize, kifo alichokufa baba yako amekufa kwa sababu ya kibanzi. Tausi ameniletea mimi taarifa kuhusu harusi kama amechukuliwa na Nanguma, akapaka kifo kile kile cha kibanzi ndicho kimua. Hebu angalia hivi vifo viwili vinavyofuatana. Angalia kifo cha Tausi, angalia kifo cha baba yako. Anaohusika na haya mambo ni Nanguma. Sasa wewe ndugu yangu unaweza vipi kwenda kuhusiana na yule mtu hatari? Mpangule, achana na hayo mambo kaka. Sawa, ni changamoto, lakini Nanji, kuna swala moja. Ni kweli naanza kupata picha na kuelewa kwa mazungumzo ambayo unaongea hapo, lakini sasa mimi nimeshaingia katika mtego wa Nanguma. Unafikiri nafanya nini na nishajiingiza katika mtego wa Nanguma? Ni kweli umeshaingia katika njia za Nanguma na umejiingiza katika mtego mwenyewe pasipo kujijua. Cha kufanya, kaa mbali na Nanguma. Kaa mbali na Nanguma kabisa ndugu yangu. Kama kuna jambo lolote amekuahidi, basi achana nalo. Mimi nahisi ukifanya hivi inaweza ikawa ni njia rahisi kwako. Jiepushe na huyu mtu ndugu yangu. Unadhani ni rahisi hivi? Aliyakuwa mimi tayari nishajiingiza kabisa katika mtego huu wa Nanguma. Cha kufanya, jambo la kwanza, usiwe unakwenda kwake. Yaani usiwe unakwenda kwake kabisa, kwa sababu Nanguma kama hutokwenda kwake basi hataweza kufanyaje? Kukufuatilia wewe. Kwa usiende tena nyumbani kwake. Na hata kama atakutumia taarifa kwamba mtu anakuhitaji uende kwake, basi pia usiende. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa katika mitego yake. Sawa, nimekuelewa na nitajitahidi katika hili. Ila sidhani kama itawezekana, navyomjua Nanguma
lazima atanifuata hadi nyumbani. Jaribu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana. Unajua mwanangu, kuna mazingira mpaka sasa mimi sielewi wala nini ndugu yangu. Vipi? Hadi wewe shida nini? Yaani nikikuelezea utaelewa tu. Lakini tuachane na hayo. Yaani mwanangu mimi nakujua wewe 4-5 kweli. Kumbe mwanangu hamna lolote, mikazo zero ni rafiki yangu yani. Sasa mwanangu mimi niambie mikazo zero, nimefanyaje hadi unione mikazo zero? Wewe tugamii 26 au? 26 kweli, napangia hata 26 hiyo upige labda siku 16. Shida nini? Mbona sikuelewa wakati tulitulia hapa? Lazima usinielewe. Ila nikikwambia utanielewa. Hivi, wewe kwa kukaa tu mjomba wako anateseka nini hapo tena mama wako nyewe weki wala ni katika mazingira yake. Anazurura tu yani. Mama wako ajielewe, sisi tukajua wewe mwenyewe 4-5 nini unakaza ukamgomboa mjomba. Alafu kumbe hauna shughuli mwanangu. Alafu tukapo mimi 4-5 wewe 4-5. Wewe siku 16 tu. Oya mwanangu. 45. Au kama unataka nikuonyeshe show nijue 45 yani. Wewe uniamini mimi? Hata nikalia mshepopo. Yaani kifika kule mimi siulizi, yaani naua natia naumiza. Alafu ule mzee utamwonea huruma ujue, unanipagawisha ujue. Yaani wewe ndio kama unifungua macho yani. Yaani kwa kuonesha show mwanangu, mimi naenda kulia mshepopo sasa hivi, alafu ule mzee atanyona nuksi ule. Unaonesha show wapi mwanangu, unajikosha tu kwenye mnazi. Mimi ndio nakwenda sasa hivi mwanangu. Au sio? Hauna lolote mwanangu, wewe 16. Na yule binti kagoma kuolewa. Chanzo ni mganga. Vifo vya watu vyatokea, hadharani maiti wanaziokota. Chanzo ni mganga. Udugu wangu, kwani ule mali wetu toka tulivyompeleka anaendeleaje? Shoga yangu, mambo ya familia tuachie familia. Sisi hata tuhusu, tuende na mambo yetu. Tunataka kuzungumzia sasa hivi hapa, wewe ndo unatokea. Habari zenu jamani? Sasa mambo mzima tuko poa, si huko. Bado upo kana nguma? Bado niko kwa ifi yangu kwa sababu namsubiri mume wangu atoke mjini aje kunichukua. Lakini unajua kama wewe ni ifi yako? Ndio najua kama ni ifi yangu, ndio maana nilipozoea nikapeleka. Haya. Harusi. Tuondoke nyumbani. Haya jamani, mimi ngoja niache. Haya. Kwani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea? Kwa mwenyewe bado anajua kama wewe ni ifi yake. Shoga yangu mimi hata sidhani. Kama ametucheza mchezo, shoga yangu. Haya, tuendelee na habari zetu shoga. Achana nao. Tulikupenda na kukuamini, unatugeuka kisa maslahi ya muda mfupi. Unataka kumwoyo binti, ungeacha kaolewa. Vitovu vya toto unazidi kuvitoa, yani unaua. Kwa nini anazidi kutolea? Siamini haya yote yanatokea, yote sababu yote hajatuambia. Na kwa nini ndugu zetu wanazidi kuteketea ndani ya msitu?